Hujambo mwanafamilia, karibu sana kwenye channel tupindwa ya kimichezo. Tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uendelee kuwa bora zaidi. Sasa moja kati ya taarifa ambayo zinaendelea kwa sasa ama habari kubwa mjini Tanzania ni kuhusiana na usajili wa ujio wa kocha mpya ambaye anatajwa kwenda kutua ndani ya klabu ya Simba, na klabu ya Simba yenyewe ipo kwenye mazungumzo na kocha mkuu wa JKT Tanzania Ahmad Ally ili kumuongeza kwenye benchi lao la ufundi kama kocha msaidizi. Sasa tayari kocha Ahmad amepewa ofa na sasa kocha huyo anaitathmini ofa hiyo kabla kufanya maamuzi ya kusalia JKT ama kuondoka kuungana na Simba. Sasa kwa taarifa hizi ni kwamba inawezekana Simba wanahitaji kuongeza juhudi zaidi katika upande wa makocha wazawa ambao wataisupport team katika kipindi fulani. Na tunafahamu kwamba ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi pale yuko Selemani Matola akisaidiana na kila kocha ambaye huwa anakuja pale, kulingana na kwamba amekuwa akifanya vizuri kwenye baadhi ya michezo. Lakini maoni ya wengi katika mitandao ya kijamii yanasema kwamba ingewezekana pia ni muda wa Matola kuweza kuondoka ndani ya klabu hiyo. Lakini wengine wanasema labda kama anakuja kuchukua nafasi ya Matola, sasa si Matola hatumtaki, hawezi kuisaidia timu, wampe timu mazima. Wengi wanaamini ubora wa Ahmad Ally, lakini wewe niambie, je, unakubali uwezo wa Ahmad Ally ambaye ni kocha JKT Tanzania na tumemwona akisimama katika baadhi ya michezo ndani ya klabu hiyo na tunaona namna ambavyo wamekuwa wakipata matokeo? Kipi hasa ambacho unakiona? Na ukijaribu kutazama kipi ambacho nafikiri pengine kama wakikifanya basi Wekundu wa Msimbazi wanaweza wakapata matokeo bora zaidi. Sasa wenyewe wametuma ofa kwenye klabu ya JKT na Simba inahitaji Ahmad miongoni mwa makocha wasaidizi ndani ya klabu, sio kocha mkuu, hapana, awe kocha msaidizi. Na je, atakapokuja kocha mkuu ataukubali uwezo wa Ahmad Ally? Niweke maoni yako hapo.